kushangaza. Watu wa enzi za kale walioishi kabla yetu walipitia mitihani mizito na wakashindwa mara nyingi, lakini hawakukata tamaa. Leo pia tunakutana na vizingiti visivyoisha. Mashaka yanapogandamiza roho zetu, huzuni inapopamba macho, lakini hakuna hali isiyoweza kugeuzwa. Kwa maana Kristo alitupenda hadi kufa. Alikuja kuleta nuru ya matumaini ifaayo mioyoni mwetu. Yeye analifahamu hitaji lako, akifuata nyayo zako hata katika vizingiti vingi. Mfuate Kristo, maana amekusudia hivi leo kukupatia nuru ya matumaini. Bwana asifiwe. Dar es Salaam Net Event 2025. Nuru ya matumaini. Hebu tujaribu tena kwa sababu kuna watatu hawakusema kitu. Watatu, mmoja pande hii, wawili pande hii. Dar es Salaam Net Event 2025. Nuru ya matumaini. Amina, amen, amen, amen and amen. Sasa, wale ambao mko vituo, tungependa muweze kuelewa ya kwamba Bwana ni mwema, na tunaona ya kwamba kutoka gereza la Rwanda Mbeya wafungwa 107 wanafuatilia wakiwa na Evangelist Frida Mkemwa. Mubarikiwe sana. Kutoka jimbo la NGBF watu 143 wamebatizwa. Nimesema watu 143 wamebatizwa. Nanyi mukasema nini? Amen. Kutoka kanisa la Mbeya la Kati watu 5 wamebatizwa. Tuseme nini? Mtaa wa Mahenge Morogoro watu wengine 5 wameongezwa katika ufalme kwa kupitia ubatizo. Kutoka Buda Mara watu 100 wamebatizwa. Bwana asifiwe. Tulisema lazima tuhangaishe ufalme wa giza. Tutauhangaisha mpaka shetani yashangae. Lazima tukiremu wale watu walichukua kwa sababu ni makosa. Akona hao watu by mistake, na kazi yetu ni kuwahamisha. Hii wiki na hiyo wiki ingine na ya mwisho ni kupiga transfer. Tunahamisha, kuhamisha, tutahamisha. Kama hautahama kwa hapa, tutakuhamisha kwa maombi. Kwa sababu Yesu ametuambia enendeni kote ulimwenguni, na hii ni kati ya ulimwengu, ili tuweze kuwaleta pamoja na ili wabarikiwe na wawe tayari kwa sababu ya ufalme. Swali, mko tayari? Kanisa la wokovu, mko tayari kwa swali liko, lazima mtapukula swali. Tulikubaliana tangia siku ya mwanzo lazima mnakula swali kila jioni. Na hii ya leo, maswali yanaendelea kuwa rahisi. Niendelea kuwa rahisi. Bwana asifiwe sana. Swali: ni nani katika Biblia aliyeambiwa vua viatu, kwa maana mahali usimamapo ni patakatifu? Take off your shoes, for the place you standeth is holy. Ni nani aliyeambiwa maneno haya? A. Moses. B. Joshua. C. Moses and Joshua. D. None of the above. A. Musa. B. Joshua. C. Musa na Yoshua. C. Hakuna hata mmoja aliambiwa hiyo. Haya, tuangalie sasa idadi. Wale wanasema
Musa ndiye kaambiwa hayo maneno. Inua mkono. Kumbe haya. Wale wanasema Joshua aliambiwa hiyo maneno. Wale wanasema ni Musa na Joshua. Yaani wale wanasema hiyo maneno iliambiwa Musa na pia Joshua. Inua mkono. Watu kama 10. Nimepoteza idadi. Wale wanasema Musa ndiye kaambiwa. Inua mkono. Musa. Wale wanasema ni Musa na Joshua. Wale wanasema hakuna kitu kama hiyo, mchungaji. Haya, naona wengi wameinua ni Musa peke yake. Wengine wakasema ni Musa na Joshua. Wale wamesema ni Musa na Joshua ndio wamepata. Amen. Mchungaji, hiyo kweli iko kwa Biblia? Tusome. Haya, wacha tusome. Wa kwanza ni katika kitabu cha Kutoka. Soma nami. Kitabu cha Kutoka 3 na fungu ni la 7. Kutoka ni 3, fungu la 7 linasema namna gani? Wacha nianze fungu la sio 7, ni la 5. Wacha nianze fungu la 4. Kutoka Exodus, hiyo ni Exodus 3 verse 4 and 5. Anasema Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Musa. Ayafungua sasa Joshua. Joshua ni 5. Twende kitabu cha Joshua. Joshua 5, tusome fungu la 15. Fungu la 15, lakini nitaanza hapo fungu la 15. Joshua ni 5, fungu la 15 wanasema, huyo amiri wa jeshi la Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapa usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya vivyo. Bwana asifiwe. Ni nani aliyeambiwa avue viatu? Wale wanasema ni Musa peke yake, mkono juu. Musa hakuna. Wale wanasema ni Musa na Joshua, mkono juu. Sote tukumekubaliana ni Musa na Joshua. Asante sana. Swali la kesho. Kuna mtu mmoja tumekosana na yeye leo afternoon. Mama Winifred atatuombea tukubaliane. Kuna daktari mmoja tumekosana na yeye leo kwa sababu alisema hata sitainua mkono tena, sipati. Sasa akasema ili niweze kuwa na usalama kwa hii maswali ya pastor ni kukosa kuinua hiyo mkono. Hata akiuliza, hata sasa kesho akiniuliza munene ni nani, siinui hata yeye, sijui kama yeye ndiye munene. Sasa hata huyu hatujui jina yake ni hiyo kwa my brother daktari alisema hainui mkono anymore. Si ati anakataa, lakini wiki mzima amekuwa akiinua na hapati. Na anafikiri hii nimepata. Alafu anashangaa. Lakini usijali daktari, I'll take care of you papa. Kesho itakuwa sawa. So kesho, swali la kesho liko hapo. Swali ya kesho inatoka hiyo mafungu mawili. Hata mimi nimeanza kuwahurumia sasa. Oh my goodness. Anyways, unajua ukienda kwa harusi watu wanaoana, nguo moja ndio haibadiliki sana. Vazi moja la harusi zote, iwe ni ya wa Kenya, ni wa Uganda, ni wa Tanzania, vazi moja halibadiliki sana. Lile la bibi harusi. Mnaliita aje kwa the gown? Inaitwaje kwa Kiswahili? Shela. Ni L. Haya, hiyo haibadilishi, ya white, lakini wanaongeza. Kuna ile inaongeza, unaona ako kule lakini imefika huku. Ako huko peke yake lakini iko huku. Na tukanyagi hiyo kitu. Anakuja ni kama peacock. Hiyo haibadiliki, ni ya bibi harusi hiyo. Lakini wale wengine wa kusimamia unaweza ona ya kwamba wako na theme color yao ni orange, au color yao ni purple, au color yao ni green, emerald green, ni blue, ni black na white, ni red na ingine, lakini ni uniform. Huwezi ukawa una harusi na kuna watu wanasimamia na wamekuja vile wanataka.
Kuna wanaambiwa mapema, rangi ni hii, nguo zitapimwa hapa. Hiyo ndio, ukiona hawa ujue hawa ni wasimamizi. Hawa ndio wanaosimamia, wako procession. Hao wako na hiyo. Hata kwa kwaya unapata kwaya iko na uniform hii, na wanaambiana ya kwamba sabato hii tutavaa hii uniform. Na uwezi ukakuja na yako tofauti ati kwa sababu sisi kwaya yetu tuko na uniform mingi uchague ile unataka. Haiendangi namna hiyo. Ni ile tumeambiwa ya kwamba hii ndio nitatumia. Kwa hivyo kuna ile inatuelekeza. Wakati mwingine unaenda ni shule fulani, hii shule ina uniform ya aina hii au hivi. Hata ukienda kwa hospitali unapata nurses wanavaa hii uniform, au daktari wako na hii, kuna rangi, kuna hii. So it is obvious. Ukienda kwa wanajeshi ni askari. So hiyo inakuwa ni njia ya kuwatambua watu fulani, kama ni adventurers, kama ni pathfinders, kama ni master guides, kama ni nani chaplains. Unapata ya kwamba wako na aina fulani ambao ndio uniform yao. Hiyo ni uniform ambayo wanajulikana nayo. Njia ya kuwatambua hawa watu ni hivi. Unaona hata kitabu cha Mathayo 25, wakati kuna yule bwana harusi anakuja, kulikuwa na harusi na kukawa na wanawali 10. Walikuwa pia na njia, wangejulikana hawa wana mavazi haya, wamebeba mataa yao, wanakuja kwa sababu wanakutana na bwana harusi. Ishara ya kuwafahamu, ishara. Watu wana ishara. Hata hapa unaweza kaa na unaona mume amekaa pande ile na mke amekaa pande ile, na mke aangalia aone masaa ya kwenda imefika, aangalie mume wake na afanye kitu hivi kwa jicho hivi, na uone mzee ameanza kuokota vitu yake ameenda. Unashindwa kimefanya. Wewe hukuelewa, lakini wao walielewana. Walifanyana tu namna hiyo. Ni ishara yao, ishara nzuri sana. Au waliambiana, wakati utaona nimesimama na wewe usimame, twende. Wako na ishara yao. They have a code ambayo hiyo inakuwa ndio ishara ya kwamba nikifanya hivi tumeenda. Bwana asifiwe sana. Ishara iko kila mahali. Ishara iko kila mahali. Hata Mungu mwenyewe ako na ishara yake, na ndio nataka nizungumzie leo. Ukisoma kitabu cha Kutoka, ambao ningetaka niongeze hapa, kitabu cha Kutoka 31, anasema hivi fungu lile la 13. Kitabu ni cha Kutoka 31. Ukisoma fungu lile la 13, anasema hivi, sikiza vile Mungu anavyosema. Kitabu cha 31 fungu la 13, unaweza enda usome mpaka 18. Anasema hivi: kisha nena wewe na wana wa Israeli na kuwaambia, hakika mtazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote. Anasema kisha utanena na wana wa Israeli na uwaambie ya kwamba mtazishika amri zangu, mtazishika sabato zangu, kwa sababu ndiyo ishara kati yangu mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote. Katika dunia tunayoishi, sisi wote tunasema ni watu wa Mungu. Hakuna mtu ya shetani. Sisi wote ni watu wa Mungu. Lakini kati ya watu wa Mungu kuna watoto wa Mungu. Sisi sote ni watu wa Mungu, lakini si watu wote wa Mungu ambao ni watoto wa Mungu. Ukisoma Yohana 1 fungu la 11 hadi 13, anasema ya kwamba alitupatia uwezo. Alikuja kwa watu wake mwenyewe. Alikuja kwa watu wake mwenyewe, lakini watu wake walimkataa. Waliomkubali ndio waliaminio jina lake, hao akawapatia uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Alikuja kwa watu wake wakamkataa, lakini katika hao wakumkataa kuna wale walimkubali, akawapa uwezo wa kufanyika wana wake. Sasa hawa wanawake ndio ambao anawapatia ishara ya sabato. Tumekuwa tukiongea kuhusu ubatizo na tumekuwa tukiongea kuhusu sabato ya Mungu. Swali kubwa ningeomba tujiulize siku ya leo: hii
sabato tunashinda tukisema sabato ni siku gani? Na tutajuaje ya kwamba hii ndio sabato ya kweli? Nikiulizwa swali mimi, unaabudu siku hii kwa nini? Kwa nini unaenda kanisani siku ya Jumamosi? Utajibu vipi? Utajibu nini? Ukiulizwa kwa nini unaenda kanisani siku ya Jumapili, ndio umetenga siku ya kwenda kanisa, utajibu vipi? Utasema nini? Hata ikiwa ni Ijumaa, ni kwa nini ulikuja na Ijumaa? Ni kwa nini ulikuja na Jumamosi? Ni kwa nini ni Jumapili? Leo tunataka tuangalie na tuone Biblia inasema nini. Kwa hivyo leo tuna kasafari kidogo. Bwana asifiwe. So buckle up, kuna kasafari. Hallelujah. Twende safari kidogo. Tutakupatia mafungu mengi leo. Kama unaandika kuwa tayari. Fungu la kwanza liko katika kitabu cha Mwanzo 1. Fungu la kwanza, Biblia inasema ya kwamba in the beginning God created the heavens and the earth. Biblia inaanza na hiyo fungu. In the beginning God created the heavens. Unajua saa hii nimesema hivyo, nimeona kuna kamtihani kingine. Wacha niwapatie haka nisikaweke. Kamekuja tu saa hii. Tuacha tutengeneze kaswali nione kama tuko pamoja. Katika Biblia, Agano la Kale, kuna hili fungu la Mwanzo 1 fungu la kwanza. Kumbe ningewaekea hiyo Tuesday, lakini wacha niulize tu maana imekuja, wacha niseme initoke. Mwanzo 1 fungu la kwanza inasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Tuko pamoja hapo? Swali linakuja. Tuko pamoja? Hiyo ni Agano la Kale. Agano Jipya, Yohana 1 fungu la kwanza inasema nini? Yohana 1 fungu la kwanza inasema namna gani? Hapo mwanzo kulikuwako neno, nalo neno lilikuwa kwa Mungu. Endelea daktari adui yangu, endelea sasa. Daktari alisema sitasema kitu, kumbe ndiye ananikumbusha hii sasa. Sasa umejulikana ni wewe daktari. Haya, hapo mwanzo daktari, palikuwako neno, nalo neno lilikuwa kwa Mungu, nalo neno alikuwa ni Mungu. Alikuwa kwa Mungu na ndiye Mungu, sawa? Swali, hapo mwanzo ya kitabu cha Mwanzo na hapo mwanzo ya kitabu cha Yohana, ni gani ilikuwa ya mwanzo ya ingine? Haya, Mwanzo ya kwanza ni Mwanzo, Genesis 1. B ni Yohana. Hii nitawapatia tu mbili, chagua moja. Hii ni rahisi, chagua moja. Ile ilikuwa ya kwanza ni gani? Ni ya Mwanzo. Hiyo ni A, au ni Yohana? Hiyo ni B. Wale wanasema Mwanzo 1 ndio inakuja kwanza, mkono juu. Watu wote wamegoma leo, ni wawili. Wale wanasema Yohana ndio ya kwanza kabla ya Mwanzo, mkono juu. Aha, Bwana wabariki. Hiyo ndio ya kwanza, amen. Hiyo Yohana ndio ya kwanza. Maana inasema mwanzo wa mwenye mwanzo. Inasema hapo mwanzo kulikuwa kwa Mungu. Kabla ya mbingu na nchi kulikuwa Mungu. Na ndio Yohana. So the beginning of John chapter 1 is the beginning of Genesis chapter 1. Tunaelewana? Aya, tuendelee sasa. Kwa hivyo Mungu amesema pale mwanzo, in the beginning, hapo mwanzo kulikuwa, Mungu aliumba mbingu na nchi. Na ukisoma sura ya kwanza, nitakutuma ukasome nyumbani, sura yote ya kwanza kuanzia fungu la kwanza hadi 31, utakuja kuona kile Mungu alifanya siku 6. Siku ya kwanza Mungu alisema na kuwe nini? Na kuwe nuru, iwe nuru, na kukawa nuru. Siku ya kwanza Mungu alitenganisha tu nuru, giza na nuru. Swali, leo tutaendelea tu kusema na maswali pia. Swali, what was the source? Okay, acha niulize hii. Leo kiini cha nuru ni nini? Nipatie vitu 3 ambao ni kiini cha nuru. 3 sources of light. Ya kwanza ni gani? Jua. Ingine ni gani? Mwezi. Ingine ni gani? Nyota. Haya, sasa hapa amesema kuwe nuru. Kawa nuru. Source, kiini yake ilikuwa ni gani? Ni jua. Niambie tu ndio au la. Ni jua? Ni mwezi?
Ni nyota. Kwa sababu jua na mwezi zinakuja kuumbwa siku ya 4. So hii kiini chake ni yeye mwenyewe. Ndio anasema katika Yohana ya 1, anasema ya kwamba yeye ndiye chanzo cha nuru. He is the light. Ndiye alitenganisha in his own mysterious way. Kwa hivyo siku ya kwanza aliumba mwanga au nuru. Siku ya pili Mungu akaendelea akaumba nini? Siku ya pili akatenganisha nini? Ni nini alitenganisha? Akatenganisha nchi na bahari. Tuko pamoja? Siku ya pili akatenganisha nchi ya bahari, kukawa jioni na kukawa asubuhi. Siku ya pili. Siku ya tatu akaweka vegetation, miti, majani katika nchi kavu. Hiyo ni siku ya tatu. Aliweka katika nchi. Na siku ya 4 ndio akaweka hiyo jua na mwezi na nyota. Hiyo aliweka siku ya 4. Na siku ya 5 akaangalia baharini, akaweza kuweka samaki wa baharini na hayawani wa angani, ndege wa angani, akaweza kuwaweka, akawaumba. Siku ya 6 sasa akaumba nini? Ni nini Mungu aliumba siku ya 6? Wanyama wa pori na wa nyumbani na mwanadamu, si ndio? So Mungu akaumba mwanadamu, akaumba wanyama pamoja. Hiyo ni sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo. Sasa anapofika sura ya pili ya Mwanzo, anasema mbingu na nchi imemalizika. Anasema ya kwamba na uumbaji umemalizika katika hizo siku 6. Siku ya 7 hakuendelea na uumbaji. Hebu tusome anasema nini? Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilizoumbwa. Kwa hivyo hii siku ya 7 Mungu ameitenga, na sio tu kutenga, akaibariki, akaitakasa. Katika zile siku Mungu ambazo amekuwa nazo, alipofikia ya 7 alifanya kitu tofauti sana. Akaitenga na zingine, akaibariki, akaitakasa. He sanctified it. To sanctify is to make it ready for holy use. Setting apart, ameitenga. Sasa wanadamu leo wanahesabu siku 7, na wakifikia ya 7 wanasema ndo hiyo. Mungu hakukupatia uhesabu siku 7. Siku ya 7 sio siku ya 7 kwa Adam. Adamu ameumbwa siku ya 6. Kwa hivyo kesho ndio Sabato. Aliumbwa jana. Hajamaliza siku 7. Sabato haiji kwa sababu Adam umemaliza siku 7. No. Sababu inakuja kwa sababu Mungu alianza kazi yake siku 6 zilizopita. Kwa hivyo ni 7 kwa Mungu, si kwa mwanadamu. Na hakupatia mwanadamu nafasi ya msaidie kuchagua siku ya 7 ni ipi na atafanya nini na siku ya 7. Kwa hivyo siku ya 7 ni 7 kwa Mungu, lakini ni ya pili kwa mwanadamu. Aliumbwa jana. Kwa hivyo leo ndio siku yake ya pili tangu alipoumbwa, tangu aje duniani. Adamu mwenyewe na mke wake ndio walikuwa wa mwisho kabisa. The very last creature kuumbwa. Kiumbe cha mwisho kuumbwa duniani ni mwanamke. Ndiye alikuwa wa mwisho. Na ndiye amesumbua sana. Ni wa mwisho na huyu hata Adam si ati ni mwanamke peke yake. Adamu na mke wake ndio wa mwisho na ndio wamesumbua. Kitabu cha Warumi 8 kinasema wanyama wote wanaomboleza na wanalia, wanaumia kwa sababu ya shida ya Adam. Ndio kuna kifo na magonjwa. Na kitabu cha Mhubiri 9 fungu la 27, Mhubiri 9 fungu la 27 inasema ya kwamba mwanadamu amevumbua mavumbuzi mengi sana. Amesumbua Mungu. Mwanadamu ndiye alifanya Mungu atoke mbinguni aje afe duniani. Na hata amekuja anasumbua Yesu akiwa duniani. Ndiye wa mwisho lakini amesumbua sana.
alikuta wengine. Nimejiuliza mara nyingi, ni kwa nini Mungu hakuumba Adam wa kwanza? Why? Na nimekuja kugundua Mungu si mjinga, ni mwerevu. Alijua ningeumba huyu mtu awe wa kwanza, alafu kesho tuumbe nyasi, kesho kutwa niumbe wanyama, alafu niumbe samaki. Nikimalizia siku ya 6, Adamu ananiambia kwamba tuliumba na wewe, kila mtu tugawanye. Tutagawanya hii biashara, tunagawanya, huwezi ukaninyang'anya yote. Wakikosana anasema it's okay, our business partnership imeisha, lakini tukae chini tuhesabu, wewe uende na 50% na mimi na 50%. So Mungu akaona hatutasumbuana, nitakuumba mwisho huko ukuta vitu ziliendanga. Kuku ni mzee kuliko sisi, tunafaa tuheshimu kuku sana. Tuheshimu kuku. Kuku is older than us. Ukiona kuku anapita muheshimu. Alikuja hii dunia kabla yako. Kuku walikuja hapa kabla yetu. Lakini tumesumbua, hata kuku anatushangaa. Hata wanyama wanatushangaa, yet sisi ndio wa mwisho. Anyway, siku ya 7 Mungu akatenga hiyo sabato na akawakaribisha katika pumziko la sabato. Lakini mambo hayakuenda vile Mungu alikuwa angependa, kwa sababu mwanadamu alianguka katika dhambi. Alipoanguka katika dhambi, basi ikawa mambo imesabaratika. Tuende moja kwa moja mpaka Misri. Wamekaa Misri. Mungu akamtuma Musa awaokoe kutoka Misri, utumwa. Na wameokolewa, wamekuja jangwani. Pale jangwani Mungu akapeana amri zake. Amri ya kwanza akasema, usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya 3, usilitaje jina la Mungu wako bure. Ya 4, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Hii ya 4 aliiweka iwe ni kumbukumbu kwa mwanadamu, la kwamba amri ya sabato ni ya maana sana. Akaiweka. Hiyo ni katika kitabu cha Kutoka 20. Lakini kabla hajaiweka ikiwa ni sheria, nyuma kidogo, sura ya 16, Mungu amewapatia mana. Kila siku anawaambia waokote mana kulingana na familia yao. Kila siku. Lakini siku ya 6 waokote mara 2, kwa sababu kesho ni sabato. Kabla hajaiweka kwa sheria, walifanya practicals. Walifanya practice, walifanya mazoezi ya kukumbuka sabato ni lini na hali ya kuchukua chakula. Wakajua, leo hakuna chakula yuko nje, ndio sabato. Sasa akaja akaiweka katika sheria. Lakini vile aliweka katika sheria ni ya ukumbusho, anasema remember, usisahau. Zingine anasema usi. Lakini hii akasema ikumbuke. Na ya wazazi heshimu. Hii akasema remember. Kumbuka, kwa sababu hii ni ishara kati yangu na wewe. Kumbuka kila wakati, ni ishara kati yangu mimi na wewe. Ukisoma kitabu cha Nehemia, soma katika kitabu cha Nehemia 13, kinaelezea, usome kuanzia fungu la 16 hadi 18. Utaona ikielezea sababu gani wana wa Israeli walienda uhamishoni. Ni kwa sababu ya kuharibu sabato. Na wakati Nehemia ameujenga ukuta, amewaambia ikifika siku ya 6, siku ya maandalizi ya sabato, milango yote ifungwe. Sabato ikianza, ifunguliwe kesho baada ya sabato. Alitaka wakumbuke na wajue hakika ya kwamba sabato ya Mungu ni takatifu, hata wakati wameenda uhamishoni na kurudi. Na Nehemia akawa ni wapekee sana kuwakumbusha hilo. Wakati Yesu amezaliwa, alikuwa na mazoea ya kwenda kanisani. Kitabu cha Luka 4 fungu la 16 anasema akaenda Nazareti, kule alikolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi. Huyu ni Yesu. Alikuwa na mazoea, alikuwa na zoezi la kwenda kanisani siku ya sabato.
Ukisoma fungu la 31 pia hiyo Luka 4 anasema pia akaenda katika Kapernaumu na siku ya Sabato akaenda kanisani. Huyu ni Yesu. Na Yesu amekuwa na maswali mengi ambayo anayapata kutoka kwa Mafarisayo na viongozi wa kanisa kuhusu Sabato. Hata wanamuuliza, mbona watumishi wako, mbona wanafunzi wako wanafanya kazi siku ya Sabato? Kwa nini? Kwa sababu wanapata ngano, wanapata jambo hili siku ya Sabato. Na Yesu anawajibu. Elewa hivi ya kwamba hawakuwa na swali Sabato ni siku gani. Hiyo sio ilikuwa swali wakati wa Yesu. Hakukuwa na siku mbili, ilikuwa ni moja, na wote walielewa siku ya saba ndio siku ya Sabato. Sio kama leo kuna jingi mpaka unachanganyikiwa. Wakati ule shida yao ilikuwa hali ya kutunza Sabato, lakini si ati Sabato ni siku gani. Na ndio swali kubwa tunalo siku ya leo, ya kwamba leo hii tuna siku ya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sabato ni siku gani? Juzi nikakuelezea kuhusu wale wa Yunani, the Grecian Kingdom au Greece, vile walikuwa na miungu ambayo walikuwa wanaabudu kila siku. Siku ya kwanza ya juma wanaabudu mungu jua, the sun god. Siku ya pili ya jua wanaabudu mwezi, the moon god, ambaye pia alikuja kuitwa Ishtoreth. Na siku ya tatu ya juma wanaabudu Tiu, na siku ya 4 wanaabudu Woden, na siku ya 5 wanaabudu Thor, na siku ya 6 wanaabudu Frigg, na siku ya 7 wanaabudu Satan. Ukisahau uliza Google, ukisahau enda kwa Google umwambie hebu nipatie ile miungu ya Wayunani, atakupatia. Iko Google, si kwamba nimetengeneza kwa kichwa changu, hata mimi nilitoa Google. Bwana asifiwe. Enda Google utaipata yote tu 7. Hii miungu wanaoabudu katika kila siku hawakubadilisha the sequence. Hawakubadilisha vile siku zinahesabiwa. No. Lakini walipatia hizi siku majina. Siku ya kwanza ikaitwa siku ya jua. Siku ya pili siku ya mwezi. Siku ya tatu ya Tiu, wakaendelea hivyo. So Sunday ikawa ni Sunday, Moon's Day ikawa ni Monday, Tuesday ikawa ni Tuesday, Woden's Day ikawa ni Wednesday, Thursday ikawa ni Thursday, Frigg's Day ikawa ni Friday, na Saturday ndio ya mwisho. Kwa hivyo walikuwa na hizo siku, kila siku wanaabudu mungu fulani. Na ndio nilikwambia hii ndio ilifanya Mungu aondoe ufalme huo wa Yunani from the face of the earth. Lakini wa Yunani walikuwa na njia ya kufanya watu wafikirie, waongee, wakule, wavae kama wao. Inaitwa Hellenization. Wanaingiza hiyo kitu mpaka haitoki. Na vile waliingiza mpaka leo hii tunafuata hizo siku vile zilivyokuwa. Yesu sasa amekuja duniani na ameendelea mpaka akauawa pale msalabani. Hebu tuangalie kifo cha Yesu Kristo. Kifo cha Yesu. Na leo ningeomba nipate watu watatu ambao ningetaka niwatumie hapa. Tuanze na mzee wangu, uko na uniform, wanaume watatu hapa ili niweze kuwatumia chap. Nyinyi watatu tu hapo Johnny. Sasa hebu tuweze kutumia huu mfano. Kuna kitu ningeomba ufuate hapa. Simama hapa. Mwingine hapo, mwingine pale. Aye, space out. Simama tu hapo. Sawa. Mathayo 27, Mathayo ni 27. Enda usome Mathayo 27 fungu la 49, usome na fungu la 47. Soma yote Mathayo 27, enda usome. Utaona ikielezea kuhusu kifo cha Yesu Kristo. Na ningeomba nisome hapa kwa sababu I think it's important. Ningeomba tuangalie hawa waandishi 4 wa Injili ambayo ni Mathayo, Mariko, Luka na Yohana, na tuone wao wanasema nini kuhusu siku hizi 3. Tutaanza na Mathayo 27 fungu la 45. Anasema hivi: basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema,
Eloi, Eloi lama sabakthani, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Fungu la 51 anasema, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili tonga juu hata chini. Twende fungu la 57. Hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathea, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili akauzonga katika sada ya kitani safi. Fungu la 62. Hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio. Siku Yesu amekufa. Tuanze kuhesabu huku au tuhesabu kule? Ni wapi rahisi na nyinyi? Hapa hivi au huko hivi? Simunisaidie. Mungeomba tuanze pande hii kwenda huko au tuanze pande hii kwenda huko? Hivi. Maana hiyo ni Kihibrania. Haya, Hebrew anahesabu hivi. Huyu tutamuita siku Yesu aliyokufa. The day that Jesus died. Ndio hii. Ile siku Yesu alikufa ndio hii, ambayo inaitangwa Good Friday au Friday. Mathayo anaita siku ya maandalizi au siku ya maandalio. Hiyo siku Yesu anakufa ni siku ya maandalio. Lakini akiongea hapo fungu la 62 amesema siku ya pili iliyo baada ya maandalio. Hii sasa ndiyo siku ya pili kutoka hii siku. Kwa hivyo kuna hii na hii siku ya maandalio. Hii ndio anazungumzia sasa, hii ambayo iko baada ya maandalio, this preparation, maandalio, na kuna hii siku. Anasema hata siku ya pili iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato na wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjaja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Aya, soma 28 fungu la kwanza. 28 fungu la kwanza. Hata sabato ilipokwisha. Hii ndiyo sabato, siku ya pili kutoka maandalio. Haya ni maandalio ya sabato. Anasema sasa, baada ya sabato kwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma. Kulingana na Mathayo, hii ni siku ya maandalio, hii ni siku ya sabato, na hii ni siku ya kwanza ya juma. Huyo ni Mathayo. Twende kwa Marko. Wacha tuulize mwandishi mwingine anaitwa Marko. Zingine utajisomea. Marko ni 15. Soma nami fungu la kwanza. Marko ni 15. Tunasoma fungu la kwanza. Anasema hivi, mara kulipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani walifanya shauri moja na wazee na waandishi na baraza nzima, wakamfunga Yesu, wakamchukua, wakamleta mbele ya Pilato. Fungu la 6. Basi wakati wa sikukuu huwafungulia mfungwa mmoja wa muombaye. Fungu la 25. Ninaruka kwa sababu sina wakati wa kusoma mafungu yote, utajisomea nyumbani mengine. Fungu la 25, fungu la 25, kitabu ni hicho cha Marko 15 fungu la 25. Anasema ya kwamba basi ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Ilikuwa ni saa 3 nao wakamsulubisha. Fungu la 26. Palikuwa na anwani ya mashtaka yake iliyoandikwa juu, mfalme wa Yahudi, na pamoja naye walisulubishwa wanyang'anyi pamoja naye. Aya, twenda moja kwa moja mpaka lile fungu la 42 verse 42 ya hiyo Marko 15. Anasema hata ikiisha kuwa jioni, kwa sababu ni maandalio. Hata ikiisha kuwa jioni, kwa sababu ni maandalio. Mathayo na Marko wamekubaliana Yesu siku anakufa inaitwa maandalio. Hata amesema hiyo fungu la 42, hata ikiisha kuwa jioni, kwa sababu ni maandalio, ndiyo siku iliyo kabla ya sabato. Kwa sababu hii Ijumaa ni siku ya maandalio, anasema ndiyo siku iliyo kabla ya maandali ya sabato, the day before
the Sabbath. Hakuna siku katikati ya Ijumaa na Jumamosi. Ni Ijumaa uingia Jumamosi. Kwa hivyo anazungumzia Ijumaa, sio Sabato, kulingana na Mariko, kulingana na Mathayo, ni maandalio. Tuko pamoja? Ndio siku iliyo kabla ya Sabato. Haya, Luka enda 16 fungu la kwanza. 16 fungu la kwanza anasema, hata Sabato ilipokwisha kupita. Fungu la pili, hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma. Sikia, Sabato ikiisha tunaanza siku ya kwanza ya juma. Hao ni wawili, huyo ni Mathayo na Marko. Acha tuende kwa shahidi mwingine, shahidi wa tatu ambaye ni Luka. Tuende moja kwa moja hadi Luka 23, nasoma fungu la 44. Anasema hivi, hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9 au saa 9. Jua limepungua, nuru yake pazia la hekalu likapasuka. Haya, soma fungu la 49. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Fungu la 50. Na tazama, akatoka mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema. Luka fungu la 54 verse 54. Luka 23 fungu la 54. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Hii siku ilikuwa ni siku ya maandalio, nayo Sabato imeanza kuingia. Nayo Sabato imeanza kuingia. Fungu la kwanza 24 fungu la kwanza anasema nini? Luka 24 fungu la kwanza. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioweka tayari. Siku ya kwanza ya juma. Luka na Mariko na Mathayo wanakubaliana ya kwamba Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Hii mambo ya Jumapili, Jumamosi ililetwa na Waswahili, maana walitaka Ijumaa iwe ndio Sabato. Ndio nasikia hii waliweka iwe ni ya kwanza, Juma mosi, Jumapili, Jumatatu. Lakini kulingana na Biblia, hii Jumapili ile tunaita Sunday ndio siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu alifufuka. Hebu tuende moja kwa moja sasa basi mpaka kwa mshahidi wa 4 ambaye ni Yohana. Tuende Yohana 19. Yohana ni 19. Anasema namna gani? Fungu la 16. Yohana 19 fungu la 16 anasema hivi, basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe, na wakampokea Yesu. Akatoka hali akijichukulia msalaba wake. Endelea, utajisomea kwingine. Hebu tuende mpaka hilo fungu la 28. Baada ya hayo Yesu, hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Haya, fungu la 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Fungu la 31. Basi Wayahudi kwa sababu ni maandalio, mili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa, walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe. Fungu la 38. Hata baada ya hayo Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, alimwomba Pilato ruhusa auondoe huo mwili juu ya msalaba. Haya, soma 20 fungu la kwanza. 20 fungu la kwanza. Ametuambia hii ni siku ya maandalio iliyo kabla ya Sabato. 20 fungu la kwanza anasema, hata siku ya kwanza ya juma. Hata siku ya kwanza ya juma. Ile siku ya kwanza ya juma. Kwa hivyo kulingana na waandishi wa Injili, siku ya Ijumaa ni siku ya maandalio, sio Sabato. Na siku ya kwanza ya juma, Sunday, ni siku ya kwanza juma, sio Sabato.
Kwa hivyo ukitaka hesabu kutoka hapa, utafika siku ya 7 hapa. Sabato ni siku ya Jumamosi kulingana na Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Asanteni sana. Tukae. Bwana, semeni big amen kwa hao wazee wamevumilia mateso. Kwa hivyo wakati tunapoangalia, hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Na hakukuwa na wasiwasi na wala hakukuwa na shida yoyote, kwa sababu hawa wanafunzi wanaandika kile ambacho wanajua, kile ambacho walifanya. Mathayo amesema ya kwamba siku Yesu anakufa ni siku ya maandalio, na vile vile na Yohana, na vile vile na Luka, na vile vile na Marko. Wote wamekubaliana ya kwamba maandalio ni Ijumaa, Sabato ni siku inayofuata, na sio hiyo peke yake, hata na Sunday ni siku ya kwanza ya juma. Ni siku ya kwanza ya juma. Kwa hivyo tunapoangalia katika the Gospels, tunaona ya kwamba imezungumza. By the way, neno sabato limetajwa mara 172 katika Biblia. In the whole Bible, 172 times. Sabato bila kuconfuse ni siku gani? Sabato, siku ya 7. 172. Na siku ya Jumapili imetajwa mara 8 peke yake, only 80 times. Na imetajwa ikisemekana ni siku ya kwanza ya juma. Na nimekupatia hiyo mafungu, na naweza kupatia tena hayo mafungu 8. Mafungu 8 ambayo inazungumzia siku ya Jumapili kuwa ni ya kwanza ya juma. Ya kwanza ni Luka 24. Luka 24 fungu la kwanza na la pili anasema ya kwamba hiyo siku ni siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma. Ingine ni Mathayo 28 fungu la kwanza, anasema ni siku ya kwanza ya juma. Marko 16, Mark 16 verse 1, anasema siku ya kufufuka kwa Yesu ni siku ya kwanza ya juma. Na pia Yohana 20 anasema pia hiyo fungu la kwanza, siku ya kwanza ya juma. Hayo ni mafungu ambayo utayapata ambayo anazungumzia kuhusu siku ya kwanza ya juma ile Yesu mwenyewe alifufuka. Mafungu hayo 4 utayapata yakizungumza kwamba siku ya kwanza ya juma. Pia soma Yohana, nimekupatia Yohana 20 fungu la 19, siku ya kwanza ya juma, the first day of the week, pia inaelezea the same thing. Na Wakorintho wa kwanza 16 fungu la kwanza na la pili linazungumzia siku ya kwanza ya juma ambayo Paulo alimfufua yule kijana anaitwa Eutychus. Na la 8 ni Matendo ya Mitume, samahani, hii ndio ya Eutychus. Matendo ya Mitume 20 fungu la 7, hiyo inazungumzia kuhusu siku ya kwanza ya juma. Kipindi chote cha Yesu hakukuwa na siku ingine ya kupumzika ya kwamba sio Sabato. Lakini Yesu amekufa mwaka wa 31 AD na ameacha mitume wanahubiri Injili, na Paulo akaingia katika arena ya kuhubiri. Swali, je, Paulo alipumzika Sabato? Ndiyo, kwa sababu ameandika katika Matendo ya Mitume, na kupatia tu mafungu utajisomea. Matendo ya Mitume 13, enda usome fungu la 14. Anazungumzia ya kwamba alikuwa kule Antioch siku ya Sabato. Na pia fungu la 42 verse 14 and verse 42 anazungumzia Sabato. Paulo aliweza kwenda kule Antioch siku ya Sabato baada ya Yesu kupaa mbinguni. Na pia walipokuwa na council ya kule Jerusalem, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 15, walipumzika kila Sabato. Inasema they worshiped every Sabbath. Wakati wa mitume walikuwa na council pale Jerusalem, walipumzika every Sabbath. Matendo ya Mitume 16, ukisoma fungu la 13 inazungumzia kuhusu wao wakipumzika Sabato. They rested on the Sabbath. Uko kwa Wafilipi. They rested on the Sabbath kwa Wafilipi. The church in Philippi waliweza kuwa na Sabato. They remembered
the Sabbath. Hata Thessalonike, ukisoma Matendo ya Mitume 17 fungu la 1 hadi la 3, walipumzika Sabato kule kwa Wathesalonike. Hata kwa Wakorintho, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 18 fungu la 1 na la 4, walipumzika kila Sabato. Na hata Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmos, akiwa kule Patmos mwaka wa 96 AD, bado alikuwa katika roho siku ya Bwana ambao ni siku ya Sabato, kulingana na Ufunuo 1 fungu lake la 10. Kwa hivyo makanisa ambao ni ya Filipi, ya Thessalonike, ya Korintho, ya Efeso, walipumzika Sabato kulingana na Matendo ya Mitume 19 fungu la 10. Sabato hakuna mahali ilibadilishwa wakati wa mitume, ilisimama imara na walikuwa na Sabato. Na that wasn't their issue. Biblia inakuja kumalizwa kuandikwa. Yohana alikuwa kisiwa cha Patmos mpaka mwaka wa 98 AD. Kesho nina introduce kitabu cha Ufunuo na nitakuonyesha yale yaliyoonyeshwa. Akiwa sasa pale Patmos, akiwa Patimo, anapumzika Sabato ya Bwana, amemaliza Biblia. Mambo ya vitabu ya Biblia vimekamilika by 98 AD, au tuseme by 100 AD Biblia imemaliza kuandikwa. So whatever followed sasa ni falme zingine na makanisa. Kumbuka nilikuelezea makanisa 7 na tutayaona kesho. Efeso, Simurina, kutoka 31 mpaka 100 AD, hiyo ni kipindi cha Efeso. 100 mpaka 313 AD ni kipindi cha Simurina, na 313 mpaka 538 ni Perigamo. Inapoendelea sasa, serikali ya Kirumi ndio ikaanza kuingia kwa kanisa miaka karne ya 3 wakiongozwa na Konstantino. Na wakati wamefanya hivyo, basi tulisoma hapa kitabu tukaona Constantine Max, ambaye nilikwambia ana title ya Pontifex Maximus, the greatest bridge builder, akaingilia Sabato akiongozwa na ushauri wa bishop mmoja anaitwa Sylvester. Sababu yao kubwa ilikuwa ya kwamba watu washenzi wanaabudu jua siku ya kwanza ya jua. Siku ya kwanza ilikuwa imetengwa kwa sababu ya jua. Lakini nao Wakristo Wayahudi wanakumbuka Sabato, au wanakumbuka Sabato ya Yesu huyu wao, lakini pia Yesu alikufa na akafufuka siku ya kwanza ya juma. Na kwa hivyo wakakaa chini, wakasawishi Wakristo waweze kuchukua hii siku ya kufufuka kwa Yesu kuwe na kumbukumbu. Wao wanakumbuka kufufuka kwa Yesu kila siku ya Jumapili. Sababu ile inafanya watu waende kanisani siku ya Jumapili si kwa sababu ni Sabato, lakini ni kwa sababu Yesu alifufuka. Hata wewe unakubaliana na mimi, unaenda kanisani siku ya Jumapili kwa sababu ni siku Yesu alifufuka, na ni sawa. Ni sawa kukumbuka siku ya kufufuka kwa Yesu. Lakini swali nitakuuliza ewe unayeabudu hiyo siku ya Jumapili kwa sababu ni siku Yesu alifufuka, kwani anafufuka kila Sunday 52? Sunday 52 kutoka Januari mpaka Disemba unakumbuka kufufuka. Lakini kile ninashangaa, unisaidie hapa hata na wewe, ni kwa nini unakumbuka siku moja kwa mwaka kifo cha Yesu inaitwa Good Friday, lakini kufufuka ni Sunday zote? Hata wewe uone hapo kuna Kiebrania hapo. Yaani kufa Yesu anakufa siku moja, lakini kufufuka hafufuke siku 52. Unajua ungeiacha ya kwamba tunakumbuka kufa kwake na kufufuka one weekend, hapo tunaelewa. Lakini siku yote. Kwa hivyo wakawa, huyu Konstantino alitaka kuleta washenzi na Wakristo pamoja na akawashika kweli, lakini haikuingia. Lakini mwaka wa 333, kwa sababu aligundua kuna watu wanakataa, ikawekwa decree, ikawekwa sheria, the first Sunday law ikawekwa ya kwamba ni lazima kila mmoja apumzike siku ya Jumapili. Na hiyo ikawa sasa ni shida kubwa. So siku ya Jumapili ikaingia na wakawa bado wanapumzika na wakaendelea. Na kanisa likatengenezwa la Kirumi. Kanisa la kule Rumi likatengenezwa, ambalo lilikuja kuwa the Catholic Church baadaye. Kuanzia karne ya 3. Imeenda miaka mingi, zaidi ya miaka 1000. Kukiwa hakuna kanisa lingine liko duniani, ni kanisa la Kikatoliki peke yake.
Ilipofika mwaka wa 1154, 1054 AD, kanisa lile likawa na schism, ikawa na mpasuko. Kanisa la Kikatoliki likapasuka mara mbili, kukawa kuna Western na kuna Eastern Orthodox. 1054. Alafu kisha baada ya 1054, mwaka wa 1517, mwaka 1517 kukatokea reformer mmoja anaitwa Martin Luther. Wacha Martin Luther the king wa Amerika, lakini Martin Luther reformer alikuwa ni profesa wa kule Bohemia, Germany, katika shule inaitwa Wittenberg. Akasoma, akaelewa, akajua Biblia. Alikuwa yeye ni monk, alikuwa monk, lakini akasoma, akaelewa, na akaanza kupinga mafundisho ambayo hayakuwa mafundisho ya ukweli. Fundisho moja alipinga ni fundisho ambalo lilikuwa linafundishwa na mwanaume anaitwa Simon Tetzel, ambaye alikuwa anauza msamaha wa dhambi kabla haujafanya dhambi. Akapinga. Martin Luther akaandika 95 theses, akaandika pointi 95, akazingongomea pale kanisani huko Wittenberg, Bohemia, watu wote wasome. Na kukawa kuna shida sana ya huyu Martin Luther. Walitaka kumuua in different councils, walitaka kuua Martin Luther, lakini Mungu alimweza kumtunza. Na mwaka huo wa 1517 akaanza kanisa la Lutherani. Oktoba 30 the Lutheran Church ikaanza, lakini inapumzika Jumapili bado. Mwaka wa 1534, 1534, kukawa na mfalme wa Ulaya anaitwa King Henry. Mke wake anampatia wasichana, hana kijana, akasema atamundivorce, na kukawa kuna shida. Akaambiwa ukidivorce wewe mwingine tutakudisfellowship kwa kanisa. Akakataa na akaoa Florence ili apate kijana, anataka yule atakaye mrithi. Akafukuzwa kanisa ya Kikatoliki, naye akafunga mipaka ya kanisa ya Kikatoliki, na akasema kule uhusiano wa Ulaya na Warumi hakuna. Na ndio uliona wamekaa miaka mingi sana bila hata embassy kule kwao, hawakuwa na uhusiano. Ilikuja tu kurudi juzi tu, under Mussolini wamekuja kuirudiza juzi tu na Gaspari mwaka wa 1929. Wamekuja kuirudisha tu, ndio wakaweka embassy, uhusiano ukaanza kurudi. 1534 King Henry akaanza kanisa ambalo ni la Kianglikana. Ilikuwa ni the Church of the State ya Ulaya, ya England. 1612 1612 mwanaume mwingine anaitwa John Knox, naye pia akatoka na akaanza kanisa ile tunaita la Presbyterian, kanisa ambao ranki inaongozwa na wazee, lakini wanapumzika hiyo siku ya Jumapili. Makanisa yakaanza kutoka, yanaanza kupinga mengine. John Wesley naye akatoka na kikundi na akaanza kanisa mwaka wa 1702, kanisa linaitwa la wa Methodist, wakaanza na makanisa yakaendelea. Shida kubwa ni kwamba hawakuweza kurudia sabato ya Bwana. Na kutoka mwaka wa 538 AD washirika wa kanisa wakanyang'anywa Biblia, na Biblia ikabaki kwa kasisi peke yake. Biblia ni takatifu sana, hauwezi ukaiguza na mikono yako. Utasomewa na kasisi, utasomewa na kiongozi wa kanisa. Watu wakaingia zama zinaitwa zama za giza, the dark ages, kutoka 538 kwa miaka 1260 mpaka mwaka wa 1798, wakati kulikuwa na French Revolution ikiongozwa na Napoleon Bonaparte akiwa na general wake anaitwa General Berthier, ambao walienda kupigana na Warumi. Na hiyo revolution ikamfanya amkamate Pope Pius wa 6 ambaye alimpeleka mpaka France wakati wa revolution. Kukawa na mabadiliko mengi. Watu sasa hawasomi Biblia, wanakuja kanisani kusikia wakiambiwa maneno badala ya kujisomea Biblia. Na vitabu vikachapishwa, vitabu vingi tu ambazo ni vitabu vya mafunzo. Kwa hivyo inakuwa ni yule tu kiongozi wa kanisa anakuja na kitabu, anakufundisha, wewe kazi yako ni kujibu tu, anakwambia sema hivi, unasikia. Hatari kubwa sana, na ni mpango wa shetani wa kuamaliza watu kiroho.
Kwa sababu unafaa ujisomee Biblia. Na nilikwambia hata mimi jana, usiamini kila kitu ninasema. Ingia kwa Biblia, jisomee Biblia, elewa ukweli, fuata huo ukweli. Na ile unaambiwa na mdomo acha kufuata. Kwa hivyo sabato ya Mungu takatifu ikabadilishwa. Nilikusomea sabato wao tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 321, July 3rd 321 AD, sheria ikawekwa ya kubadilisha sabato ya Mungu na Konstantino mwenyewe wakiwa na Sylvester, na ikawa ni sheria, sio Biblia. Yesu hakubadilisha sabato, mitume hawakubadilisha sabato, lakini serikali ya Kirumi ilibadilisha sabato. Na ninajua wakati mwingine unayenisikiza unaanza kusema hapana, wewe unaanza kuongea mambo ya kanisa. Kabla hujaniambia ninaanza kuongea makanisa, hebu nikuulize, hiyo sabato wewe unapumzika iko wapi? Ulisoma wapi? Kabla hujasema kitu, niletea fungu linaloonyesha ya kwamba siku ya Jumapili ni sabato. Leta tu fungu hiyo, angalia kwa Biblia yako. Na kama hauna hiyo fungu, kesho ninakutuma kwa mchungaji wako, maana utaenda kanisa. Ambia pastor, kabla sijaenda, maana naona ninaenda nitapumzika sabato, kabla sijaenda nisaidie kusoma ni wapi Biblia imesema tupumzike siku ya kwanza ya juma. Itakusaidia. This is for your own good. Itakusaidia. Sasa zikia nikwambie, hautapata. Hakuna mahali utapata. Ila utapata inasema sabato na siku ya kwanza ya juma. Kama hauamini huyu mhubiri na kama hauamini Biblia, basi enda kwa Google, uliza Google siku ya kwanza ya juma ni lini. Uliza Google sabato nani alibadilisha. Kama hutaki kusoma Biblia, uliza Google. Na kama hutaki kweli kuuliza Google na hautaki kuuliza hata Biblia na huyu mhubiri Pastor Munene, enda kwa kalenda yako, ile iko kwa meza au ile iko kwa ukuta, uangalie Sunday imechorwa wapi. Kwanza umechorewa na red, ikiwa imeanza ndio inaanzanga hapa na iko red, ili usifanye makosa usahau. Ndio ya kwanza hapo, Sunday, Monday mpaka Saturday ndio ya mwisho. Haitakuwa ya 7. Hata tukishikana mikono ni ya kwanza baba, ni ya kwanza. Ya mwisho ni sabato. Sasa zikia fungu langu la mwisho kukusomea. Liko katika kitabu cha Isaya 53 fungu la 13 hadi fungu la 4. 58. Isaya 58 fungu la 13 na 14, fungu la 13 na 14. Linasema ukiugeuza mguu wako. Hii nitasoma na ningekuuliza mahali pote ulipo usimame nikisoma hili fungu. Naomba usimame tu tafadhali. Naomba usimame tu, simama tu mahali ulipo ili tusome fungu hili. Na tukiendelea kuisoma na usikie hakika wewe ungetaka kupumzika sabato ya Bwana, nyanyuka tu na uanze kutembea, kwa sababu Bwana anawahitaji wanaolisikiza neno lake. Kitabu ni Isaya 58 fungu la 13, anasema hivi: kama ukiugeuza mguu wako usihalifu sabato. Anasema na wewe jioni ya leo, kama utaacha hiyo tabia ya kuharibu sabato, kama utageuza mguu wako, usiharibu sabato, usifanye anasa zako siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya kazi zako mwenyewe au kwenda kwa njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako, kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo. Sabato ni ya Mungu. Na Isaya 66 fungu la 22 anasema tukienda mbinguni tutapumzika sabato hadi sabato. Hiyo iko kwa Biblia. Hiyo ni kitabu cha Isaya 66 fungu la 22 na 23. Na wakaribisheni wote wale watasema kwamba Bwana nisaidie niendelee kuitunza hii sabato. Songeni mbele tuombe. Songeni mbele tuombe. Wala tusema mimi nitaendelea kuitunza sabato. Na tukija mbele, kama hii ndio mara yako ya kwanza wewe ungetaka kujiunga na kundi la wasabato, piga mbele karibu na mimi. Lakini wengine wote tunakuja. Wale tunasema sabato ni kweli na tutaendelea kuitunza, John.
Kama ndani yako umeridhika ya kwamba Sabato ni siku ya Jumamosi na utaendelea kuitunza hata milele, Bwana akuwezeshe, na ungeomba upate hizo nguvu mpya, njoo. Na kama wewe ndi mara yako ya kwanza kipindi hiki ya Sabato, njoo mbele kabisa. Hapa kuna mzee hapa. Hii maombi hapa ni yale mazito, na leo tutamuuliza mchungaji Lekundayo kama ataweza kuja hata tufungia kwa maombi. Leo tungeomba aje atuombe. Wewe haujapumzika Sabato, lakini unasikia ya kwamba huu ndio wakati ningetaka niweze kujiunga na kundi la Wasabato. Tafadhali usiogope, njoo tu hapa mbele, njoo hapa mbele, njoo tu hapa mbele, njoo tu hapa mbele. Wale mnakuja, jooni tu tuweze kuomba pamoja, kwa sababu hii ombi tunaomba pamoja ni ya kutuwezesha kuilinda na kuitunza Sabato ya Mungu takatifu. Wale mko katika hizo vituo pahali mlipo, pia ninawaulizeni wengine wakisimama hapa, na nyinyi pia msimame kwa vituo. Na nyinyi msimame pia, inua mkono kama ni mara yako ya kwanza ya kusikia Sabato au ungetaka kujiunga na Wasabato. Wakati ndo huu. Nani mwingine amebaki? Kama kuna mtu nyuma yako na anataka kupita, mpashe tu tafadhali. Usisimame hapa ukafunga njia. Songa mbele, songa mbele. Watu wanataka kuja. Kwa hivyo songa mbele, wapatie nafasi. Kama kuna mtu nyuma yako anataka kuja hapa mbele, akikutap kwa shoulder, mpatie njia. Asante sana dada yangu. Bwana akubariki. Thank you very much. Nani mwingine amebaki ambaye anasema ya kwamba nimesikia ujumbe na hata ningeomba nibatizwe hata na mimi na niendelee kutunza Sabato, hata na mimi niridhi na nishiriki katika huu urithi? Songa tu mbele. Kama kuna mtu wako mbele yako, mguze tu, atakuondokea uje. Huu ni wakati wa pekee. I want you to come. Tutakuombea leo. Bwana akusaidie, akupatie nguvu, akuwezeshe kukaa kulingana na mapenzi yake. Asante sana, Bwana akubariki. Thank you very much. Nani mwingine anakuja? Nani amebaki? Asante sana. Thank you very much. Mchungaji Lekundayo kama hako aje hapa tuombee. Asante. Nani mwingine amebaki kabla mchungaji hajafika kutuombea? Na kuuliza uweze kuja, Joe. Just come. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. God bless you. Any other person? Nani mwingine amebaki? Hata tukiendelea kuomba, we njoo tu pole, kwa sababu huu ni uweza wa Mungu na atakupatia nguvu ambazo utashangaa. You will be shocked to see what the Lord can do. Asante sana ule na kuja, njoo, just come. Kama kuna mtu, asante sana dada yangu, Bwana akubariki sana. Just piga hatua. Asante sana. Thank you very much my brother. Thank you very much. Just come here, join the team. Thank you very much. Nani mwingine amebaki? Ukisikia kama unataka kuja, njoo tu. Usifikirie, just nyanyuka uje. Piga hatua. Nani mwingine amebaki? Asante sana mchungaji. Baba yetu Mungu mwema, tunafahamu kabisa ya kwamba hatuko peke yetu mahali hapa. Mbingu imejumuika nasi na malaika zako wako kati yetu, maana hii ni huduma takatifu. Baba, tunakushukuru mno kwa jinsi ambavyo Roho wako Mtakatifu anafanya kazi. Maana Yesu ulipokuwa unaondoka ulisema hutatuacha peke yetu, lakini utatupatia huyo Roho Mtakatifu ambaye neno lako linaponenwa, yeye anajua namna ya kufundisha ili msikilizaji aweze kulielewa na aweze kulitafakari vizuri. Na huyo Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha kukata shauri, kuamua kusimama upande wako. Na ndio maana jioni ya leo tunarudisha sifa na shukrani kwako, maana kazi ni wewe mwenyewe unayeitenda. Tunakushukuru mno kwa ajili ya wale ambao wamesikia sauti yako ukinena kwa kumtumia mtumishi wako mchungaji Munene Mwangi, na mwisho wakatoa maisha yao hata hawajaona aibu. Wamebatizwa leo kama ushuhuda kwa ulimwengu kwamba wamemkataa shetani, wamemkana na kazi zake, na wameamua kuja upande wako, wameamua kujiunga na jeshi lako linalotetea jina lako. Na hivyo jina lako lisifiwe Baba. Lakini jioni ya leo tena umenena nasi, umempatia mtumishi wako neno la kunena tena ambalo linatoka katika neno lako takatifu, na neno hilo la Biblia umefanya likagusa watu wakajitoa, sio ili mwanadamu yeyote achukue sifa, lakini ili wewe Yesu na Yesu pekee uliyesulubishwa uchukue sifa
maana unastahili. Na hivyo tunakushukuru Baba kwamba unaendelea kujitukuza, na wewe ulimtuma mtumishi wako mchungaji Munene ukimwambia atakapo kuinua juu utawavuta wote kwako, maana hiyo ndio ahadi yako. Naye umemtumia na amekuinua Baba, amekutukuza na amekufanya uonekane juu ya msalaba, na kwa uzuri wa makovu ulioyapata kwa ajili yetu sisi sote, watu wamevutwa kujitoa kwako. Jina lako lisifiwe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya somo la leo, somo ambalo huwa linaleta watu katika njia panda, lakini somo ambalo ni la kweli. Watu wako wanahitaji kuelewa ukweli ili maamuzi wafanye vizuri. Na hivyo somo hili juu ya Sabato kama ishara ulioiweka ya kuwatambua watu wako, Baba, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo tumeelezwa kwa kutumia Biblia na uongozi wa Roho wako, na mwisho watu wako narudia kusema wametoa maisha yao kwako. Lakini Baba, huku tukikusifu kwa ajili ya kituo hiki kikuu cha Magomeni Mwembe Chai, tunakushukuru sana Mungu, maana tunafahamu huko kwenye vituo watu wengi leo wamejitoa, na wengi walibatizwa hata siku ya leo, na wengine wengi wamejitoa jioni ya leo, na wengi wataendelea kujitoa, maana kazi ni yako na wewe mwenyewe ndio unaifanya kazi. Na hivyo Baba, tafadhali yeyote anayesikia ujumbe wako ukinenwa, msaidia asiufanye moyo wake kuwa mgumu. Kadri siku zinavyoendelea, uwaguse watu wako watoe maisha yao kwako, maana hata hivi hakuna mwenye hakika na kesho. Mtu mwenye akili hawezi kuweka sahihi kwamba kesho atakuwa hai, maana wewe ndio unayeshikilia maisha yetu. Na hivyo yeyote anayesikia sauti hii sasa, naomba umsaidie afanye maamuzi hata sasa, atoke tu mahali popote alipo. Wito unapotolewa wajitoe kwako, na hata hapa kwetu watu waendelee kujitoa kwako, wakitambua ya kwamba siku walizo nazo si zao. Wewe ndiye unayejua tunaishi muda mrefu kiasi gani, na hivyo tunapaswa kutumia muda unaotupatia. Baba, watu wako wamekuja mbele, wengine wakihitaji maombi maalum. Tafadhali gusa kila mmoja wao, ona hitaji lake na mpatie sawa sawa na mahitaji ya moyo wake. Tuseme nini basi Baba? Tuwakusihi uendelee kunena nasi katika kituo hiki kikuu cha Magomeni, lakini endelea kunena na watu wako mahali, wengine wakifuatilia kwa njia ya TV Hope Channel Tanzania, wengine kwa njia ya radio AWR Rock FM, wengine kwa njia ya mitandao ya kijamii. Kila anayefuatilia, tafadhali mguse na neno lako lipate nafasi katika moyo wake. Mbariki sana mtumishi wako Pastor Munene, endelea kumtumia kila siku, mpatie neno na endelea kushikilia afya yake, hata afya ya sauti yake endelea kushikilia. Tunatamani umtumie hivi anapokuwa anamaliza juma la 3, iwe kana kwamba ndio anaanza. Wewe unatosha kwa kila kitu, na hivyo tunakuachia sifa, maana unastahili. Watu wako wataondoka kwenda makwao, manyumbani. Tuomba neema yako iwe nao. Lakini kwa sababu Yesu umetembelea hapa Magomeni Dar es Salaam, bariki jiji la Dar es Salaam. Bariki watu wako na biashara zao, bariki katika maisha yao, wagonjwa waponye. Na Baba, embu ionekane ya kwamba umetembelea hapa, na hasa walio maeneo ya hapa karibu ya Magomeni, idhihirike ya kwamba Kristo unapofika huwa unafika na mibaraka. Amani yako itokayo juu tunarudia kuomba ikae nasi sasa na hata milele. Tuandae sote kwa ufalme wako, katika jina lake Yesu Kristo. Amina.